Wanaharakati wa kike kutoka kaunti ya Bomet wametoa wito wa uchunguzi wa haraka na kukamatwa kwa mshukiwa mauaji ya Rachel Chepkemoi aliyepatikana ameuawa nyumbani kwake siku ya Jumanne jioni mjini Bomet. Moses Wanjala ana taarifa hiyo kwa ukamilifu. Hali ya majonzi ndio ilikuwa taswira kamili nyumbani kwa Rachel Chepkemoi ambaye mwili wake ulipatikana umetapakaa kwenye damu huku umekatwa shingo ndani ya nyumba yake. Ni kufuatia kitendo hiki cha unyama cha Jumanne, wanaharakati wa kike kutoka kaunti hii ya Bomet wamejitokeza na kukemea mauaji ya wanawake ambayo yamekuwa yakiongezeka nchini. Tunasema hii sio haki kwa wanawake. Wanawake wako na haki ya kuishi, wako na haki ya kupata positions ama kujitetea ama kujieleza kwa kila kitu. So ili tendo yenye imefanyika kwa sasa tunaikemea na tunasema end femicides. Sasa wanawataka wapenzi kushughulikia migogoro kati yao kwa busara. Wanaume, tafadhali, kama kuna anything kuhusu mapenzi, tunaomba tafadhali, kama kuna issue, msituue kama wanawake. Tunaomba msituue tafadhali. Tukae chini tuongee. Kamanda wa polisi kaunti ya Bomet, Edward Imbwaga, amethibitisha tukio hili na kumtaka yeyote aliye na taarifa kuhusu mauaji haya kutoa taarifa kwa polisi ili kufanikisha uchunguzi. Mwili wa mwenda zake umehifadhiwa katika chumba cha maiti cha hospitali ya rufaa ya Longisa. Moses Wanjala, NTV.